wananchi wa Tanzania, kwa sababu ya matatizo ya chaguzi zetu, wamekuwa chini ya utawala wa kikandamizaji ajabu. Umasikini wa Tanzania sio umasikini ulioamuriwa na Mungu. Ni umasikini unaotokana na aina ya utawala ambao tumekuwa nao. Na aina ya utawala ambao tumekuwa nao ni zao la moja kwa moja la mfumo wa uchaguzi ambao nimeuzungumzia kwa kirefu. Nchi hii haina haki. Mamilioni ya wananchi hawatendewi haki. Kwenye vituo vya polisi hakuna haki. Kwenye mahakama zetu hakuna haki. Mahospitalini hakuna haki. Kwenye taasisi za elimu hakuna haki. Nchi hii hakuna haki mahali popote. Na yote ni kwa sababu tunatawaliwa na watu ambao wako madarakani kwa sababu tu ndio wanaoamua kura ya nani ihesabike na ya nani isihesabike. Ndio wanaoamua nani atangazwe kuwa mshindi wa uchaguzi na nani asitangazwe. Kwa hiyo, kwa wananchi wa Tanzania, kwa makundi yetu, kwa mamilioni yetu, wajibu wetu mkubwa ni kujikomboa. Hakuna mtu tunayeweza kumwachia hii. Hakuna mjomba atakaye kuja kutusaidia. Hakuna shangazi atakaye kuja kutusafishia hili jumba ambalo limechafuka kiasi hiki kwa sababu ya utawala usiotenda haki. Kwa hiyo, katika siku zitakazofuata baada ya leo, tunakuja kwa Watanzania. Tunakuja nchi nzima. Tutakwenda kanda ya kusini. Tutakwenda kanda ya Nyasa. Tutakwenda kanda ya magharibi. Tutaenda kanda ya Victoria na Serengeti na kanda ya kati. Tutaenda kanda ya kaskazini. Tutaenda Pemba na Unguja. Tutakuja Tanzania. Kuanzia sasa, kauli mbiu yetu iliko hakuna uchaguzi. Wakikuambia kajiandikishe kupiga kura, waulize je, kama kujiandikisha ni kuruhusu kura za wizi, kura feki kwa mamilioni, tukajiandikisha kupiga kura ili iweje? Wakituambia tukapige kura, tuwaulize ili iweje? Kama kwenda kupiga kura maana yake ni kwenda kuruhusu